Welcome. Karibu katika simulizi yetu pendwa kabisa ya askari mpiganaji shujaa. Karibu. Hii ni sehemu yetu ya kwanza. Tunaanza kuona katika jumba kubwa sana linaloonekana ghorofa la kawaida kabisa, lakini ndani yake kuna maharamia wanaofanya biashara za haramu humo ndani. Wanauza madawa ya kulevya, majambazi, wauaji wa kulipwa wanaishi humo na wahalifu wanaotafutwa katika kila nchi ama kila kona ya dunia. Wanajificha kwenye huo mjengo mkubwa kabisa ama ghorofa kubwa kabisa kwa siri kubwa sana. Hakuna polisi anayethubutu kuingia humu ndani au kwenda kusababisha mtu kwenda kukamatwa ama kwenda kumkamata mhalifu humu ndani, kwa sababu kila anayejaribu huwa harudi, lazima auawe. Jengo hilo linatawaliwa na mhalifu mmoja katili kabisa aitwaye Tama. Tama ni mtu asiye na huruma hata kidogo, ni mtu mwenye roho mbaya kabisa. Anawapa uhalifu watu makazi bure kabisa ya kuishi, yaani yeye ndio anawaeka watu humo ndani na yeye ndiye mmiliki wa hilo jengo, lakini kwa sharti moja tu, wamtii yeye na wawe tayari kumuua yoyote atakayemkaribia. Ndipo serikali inaamua kufanya operation ya siri ama operation maalumu. Kikosi maalumu cha polisi kinachoitwa SWAT kinatumwa kwenda kuvamia jengo hilo, na jengo hilo ama lengo lao ni moja tu katika jengo hilo, ni kumkamata Tama akiwa hai, yule mkuu, kiongozi mkuu wa uhalifu anayewaficha uhalifuni ama yule mwenye kumiliki jengo hilo. Miongoni mwa askari hao yupo kijana mmoja aitwaye Rama. Rama ni askari mwenye nidhamu kabisa na mke wake ni mjamzito. Kabla hajaondoka nyumbani aliomba dua kubwa kabisa na hajui kuwa atarudi tena, maana historia ya hilo jengo ukienda hurudi, yani inaitwa huku usije, au sijui namba ngapi, sijui 45, sijui 32. Asubuhi mapema magari ya polisi yanafika karibu ya jengo hilo. Wanashuka kimya kimya, wanakamata walinzi nje bila kupiga risasi. Kila mtu anatanda katika eneo lake vizuri, yani kila mtu anakaa katika position yake. Askari wanalitanda jengo hilo na kulizunguka ili kutaka kuingia ndani, lakini ghafla mvulana mdogo anayefanya kazi kwa uhalifu, lakini ni mtoto mdogo maskini, anakimbia haraka kwenda kumjulisha Tama kuwa wamevamiwa na askari. Tama anatabasamu, anawasha spika yake ya jengo lote nzima na akisema ndani kuwa polisi ndani ya jengo hakuna atakayetoka, na atakayemuua mmoja wao ataishi bure hapa maisha yake yote. Jengo zima linaamka sasa. Kwa sekunde chache tu baadaye jengo zima linafanikiwa kuwa na watu wengi sana. Milango inafungwa, wahalifu wanaanza kutoka kila pande ya kona ama kila pande ya chumba. Katika makorido wanapigana, yanaanza mapigano makubwa sana. Risasi zinapigwa kutoka madirishani, mavyumbani, majuu ya ghorofa. Askari wengi sana wanauawa. Kikosi chote kinakaribia kuangamia. Njia ya kutoka pia inafungwa, yani kwamba hatoki mtu. Nilikwambia huku usije. Mawasiliano ya polisi nje pia yanakatika, yani polisi waliokopo nje nao pia wanauawa, na gari lao la msaada pia walokuja nalo pia linatekwa. Sasa kila mtu anatambua ukweli kwamba hakuna msaada utakaokuja, lazima upigane mwenyewe kutetea nafsi yako. Rama anaanza kuonesha uwezo wake, yule askari mtiifu, yani anapigana mzee, anataka kuokoa wenzake na kutoka katika hilo jengo. Anatumia uwezo wake wa mapigano na kupigana kwa mikono na mateke na visu na kila kitu ndani yake humu ndani, yani ni mshike. Kila kitu unachokiona mbele yake anakiangusha. Wahalifu mmoja baada ya mwingine wanaanza kufa, lakini kadri anavyopanda juu ndivyo maadui wanavyoongezeka kwa wingi. Yani watu hawa kama siafu vile hawaishi, yani kama ni huku kwetu sijui ndo panya rodi. Wakati huo kiongozi mkuu aitwaye Jaka anajaribu kumtafuta Tama, yule kiongozi mkubwa kabisa wa kikundi cha uhalifu, lakini anakutana na mtu hatari sana aitwaye Mandogi. Mandogi ni mlinzi mkuu kabisa wa Tama, anapenda kupigana kuliko kula kwa mikono kwa kutumia
tumia bunduki, yani wewe unavyotaka tu. Anasema bunduki huwa haraka sana, mikono ndiye huleta raha ya mchezo. Basi wanaweka silaha pembeni na kinachapwa sasa. Jaka anapambana naye, lakini Mandogi ni mkatili sana katika mpambano. Baada ya mapambano makali ya mateke na ngumi, anamuua Jaka kikatili kabisa. Wakati huo huo, Rama anamkuta mtu anayemfahamu anayeitwa Andy. Andy ni kaka yake mkubwa, lakini sasa ni mmoja wa viongozi mkubwa kabisa wa genge la Tama. Miaka mingi iliyopita alijiunga na genge hilo la uhalifu. Rama alidhani hatamuona tena kabisa. Mwanzo Andy hataki kabisa kumsaidia Rama kwa sababu anaona hakuna njia kabisa ya kutoroka, lakini damu nzito kuliko maji wewe. Anaamua kumficha Rama na askari wachache na kuwasaidia. Tama anagundua kuwa Andy amemsaliti, anamuamuru naye pia auawe. Andy anakamatwa, anapelekwa mbele ya Tama, lakini kabla hajauawa Rama anafika na kutaka kumwokoa. Sasa ndugu wawili hawa wanapaswa kupigana pamoja, lakini kabla hajamfikia Tama, yule kiongozi mkuu wa uhalifu Mandogi anawazuia, yani yule jamaa mwenye kupenda kupigana kuliko kula. Hii ndiyo pambano maarufu zaidi katika filamu hii ama katika hadithi yetu hii. Hakuna bunduki, hakuna mabomu, ni ngumi, mateke na maumivu makali sana mtu anayopitia. Mandogi anawashinda mara nyingi, lakini Rama, Andy wanashirikiana kikamilifu kabisa ili kwenda kumshinda adui huyo. Yani adui huyu ni hatari kabisa, ana nguvu za hatari, anapigana mapigano ya hatari. Mwishowe wanamshinda na kumuua kabisa. Baada ya hapo wanamfikia Tama, yule kiongozi mkuu, lakini Tama bado anaamini ameshinda. Anaanza kuwacheka na kusema, hata mkiniua wahalifu wengine watachukua nafasi yake. Lakini kabla hajafanya chochote, askari mmoja ambaye muda mwingi sana ananusurika kufa anampiga risasi Tama na kufa hapo hapo. Baada ya operation kumalizika, Rama na askari wachache wanafanikiwa kutoka nje ya jengo hilo wakiwa hai. Yani hawa ndio wakipekee waliotoka katika ili jengo wakiwa hai. Lakini hapa ndipo siri kubwa sana inafichuka. Operation yote ilikuwa imejaa usaliti mkubwa. Luten, yule askari aliyempiga risasi yule Tama ambaye alikuwa kiongozi wa uhalifu mara ya mwisho na kuuawa, kumbe alikuwa ni msaliti. Aliwaongoza wenzake ili kwenda kuuawa na kuamini kwamba wasingepata msaada na kutoka wakiwa hai, na kuwapeleka makusudi kabisa bila idhini kamili ya viongozi wa polisi. Alitaka kupata sifa na kumkamata Tama, lakini mpango wake uliua askari wengi kabisa. Mwishoni Rama anamwambia kaka yake Andy kuwa arudi naye na kuanza maisha upya kabisa, lakini Andy anamkatalia kabisa na anasema maisha yake yameharibika sana, hawezi kurudi na kuwa mtu wa kawaida. Anarudi katika lile jengo na kuendeleza uhalifu na kuanza kuwa yeye ndiye mkuu wa uhalifu. Wanatengana tena kwa mara ya pili au kwa mara nyingine tena. Rama anaondoka akiwa ameokoa maisha yake na ndugu zake ama askari wenzake wakiwa hai baadhi, lakini wamepoteza marafiki wengi. Anajua vita dhidi ya uhalifu bado haijaisha. Filamu haijaishia hapo. Anaonekana Nandi akiwa akiendeleza kundi la uhalifu, lakini kuna siri inafichuka ndani yake. Uongozi mpya kabisa unatokea na kumkamata Andy. Aeleze kipi kilichotokea. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili kuwa wa kwanza kupata video zetu na kupata sehemu yetu ya pili na mwendelezo. Karibu katika hadithi yetu Askari Mpiganaji Shujaa. Karibu. Umefika kwa DJ Mswahili, utapata movie kali zilizotafsiriwa Kiswahili, za kuchekesha, za kutisha, action kali, bila kusahau animation za watoto. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.